Na kwanza kabisa nitoe pole kwa ajili ya watu wote ambao walipoteza ndugu yako, mpendwa wako, jirani yako, mtu wako wa karibu kupitia ugonjwa wa malaria. Wanasema kwamba kufanya kosa sio kosa, bali kurudia kosa ndio kosa. Kwa maana kwamba mara baada ya kujifunza jambo hili leo, unaweza ukafanya jambo ambalo litasababisha usipoteze tena ndugu kupitia ugonjwa wa malaria. Kwa hiyo leo nataka nikufundishe sababu za mbu kueneza malaria na jinsi ya kufanya ili ya kwamba malaria isikaribie tena nyumba yako, isikaribie tena hema yako. Kama Mungu anavyosema kwamba wadudu waharibuyo hawatakaribia hema yako. Kwa hiyo ina maana ukijifunza somo hili utaweza kufanya namna ambavyo nitakufundisha na hema yako haitashambuliwa tena na malaria kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo fuatana na mimi toka mwanzo mpaka mwisho. Sasa mahali tunapoanzia, kwanza kabisa ambacho nitakuwa ukijua kwamba mbu ameumbwa na Mungu. Kwa maana ya uumbaji wote umeumbwa na Mungu na sio shetani. Shetani hajamuumba mbu. Lakini lingine pia utambue malaria haijatoka kwa Mungu. Huyu ambaye anaitwa malaria hajatoka kwa Mungu, bali ametoka kwa shetani. Lakini lingine pia utambue watu wote wameumbwa na Mungu. Hakuna mtu ambaye ameumbwa ni shetani. Na Mungu pia ametuumba sisi kwa sura yake na kwa mfano wake. Kwa nini ametuumba kwa sura yake na kwa mfano wake? Kwa sababu anatupenda, ndio maana sisi tumefanana naye. Mungu hawezi kumuua yule anayempenda, kwa sababu sisi tunapendwa na Mungu. Mungu hawezi kuleta mbu atuue kwa malaria. Mungu hawezi kumuua anayempenda. Hata wewe unayempenda huwezi kumuua, unayempenda huwezi kumwacha, utamkumbatia, utaambatana naye kwa sababu unampenda. Sasa basi, sababu ya mbu kueneza malaria ni nini? Kwenye kitabu cha Mwanzo 3:1 Mungu amezungumza kwa habari ya anguko la Adamu. Na katika masomo yaliyopita nilikufundisha kabla ya anguko la Adamu, wa kwanza, ngazi ya kwanza alikuwa ni Mungu. Wa pili alikuwa ni Adamu. Wa tatu ulikuwa ni uumbaji wote, kwa sababu Mungu alimpa Adamu kutawala na kumiliki uumbaji wote. Wa nne na mwisho kabisa alikuwa mbali sana ni Shetani. Lakini baada ya anguko la Adamu, wa kwanza alibaki kuwa Mungu, wa pili alikuwa ni Shetani, wa tatu alikuwa uumbaji. Kwa maana kwamba Shetani akawa anamiliki na kutawala uumbaji wote. Na kazi ya Shetani siku zote ni kuua, kazi ya Shetani ni kuharibu, kazi ya Shetani ni kuiba, kama anavyosema Mungu kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10 na ule mstari wa 10, ya kwamba mwizi haji ila anakuja kuiba, mwizi haji anakuja kuharibu. Kwa kazi ya Shetani siku zote ni kuharibu. Baada ya Shetani kumiliki na kutawala uumbaji wote, akapanda roho ya mauti ndani ya mbu, na pakawa kuna uadui kati ya mtu na mbu. Na tayari Shetani ameshapanda roho ya uharibifu ndani ya mbu, na akaweka uadui kati ya mbu pamoja na mtu. Kwa mbu akimuuma mtu yule anapatwa na malaria, hatimaye anakufa. Lakini pia mtu naye ananunua dawa tena ya mbu, anapulizia ndani ya chumba chake, anaua mbu wote. Kumbuka kwamba hao mbu wote Mungu aliwafanya kwa namna ambavyo Mungu alitaka. Kwa hiyo sasa tayari kuna uadui huo. Kwa hiyo ina maana sasa Mungu akawa anaeneza hiyo malaria, lakini si yeye anapenda mbu, ila ni kwa sababu ya adui huyo ambaye ndio Shetani alipanda roho ya uharibifu ndani ya mbu. Kwa hiyo mbu akafanya kile ambacho alikuwa akielekezwa na Shetani kukifanya. Ndio maana sasa lazima utambue hivyo vitu. Kwa hiyo mbu ndiye anayeeneza, lakini pia ni Shetani ameweka roho ile ya ugonjwa ndani ya mbu. Kwa hiyo mbu ni kama kibebeo, kimebeba, kikija kikang'ata huyu, malaria inamwanza. Sasa hilo la pili nataka uelewe. La tatu, lazima ufahamu jinsi ya kuondoa mzizi wa malaria. Ukiondoa mzizi wa malaria, maana yake familia itakuwa salama. Ukiondoa mzizi wa malaria, maana yake ndugu atakuwa salama. Ukiondoa mzizi wa malaria, maana yake wewe utakuwa salama. Sasa namna gani ambayo unaweza tukaondoa huo mzizi? Ili uondoe mzizi wa malaria, lazima patikane kwanza mwana wa Mungu. Pasipo mwana wa Mungu kupatikana,
Maana yake kwamba mzizi wa malaria hauwezi ukaondoka. Mzizi wa malaria utadumu, kwa sababu mwenye mamlaka ya kuondoa mzizi wa malaria ni mwana wa Mungu. Kwa hata kama wewe unanisikiliza hapo sasa hivi, ukibadilika ukaokoka ukawa mwana wa Mungu, tayari una mamlaka kuondoa mzizi wa malaria kwenye familia. Ndio maana sasa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 19 anasema hivi: asa kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo viumbe vyote, mbu naye anasubiria kufunuliwa kwa mwana wa Mungu, kuonekana kwa mwana wa Mungu, kuzaliwa kwa mwana wa Mungu. Sema hivi mstari wa 20: kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa hiyo ina maana basi uumbaji wote naye pia ulitiishwa chini ya ubatili, ulitiishwa na shetani, ulibebeshwa na shetani, ukamilikiwa na shetani, ukapelekwa kokote ambako shetani alitaka uumbaji uende, anaenda. Mbu afanye hivi, anafanya. Asa kwa maana viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu. Kwa hiyo viumbe viliwekwa kwenye utumwa wa uharibifu, ndio niliokuonyesha kule mwanzo, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa hiyo uumbaji wote ukawa umetiishwa na adui. Kwa hiyo anapopatikana mwana wa Mungu, sasa mwana wa Mungu ana mamlaka ya kuukomboa uumbaji. Tunapozungumza kuukomboa, maana yake kuutenganisha na yale mabaya. Na sasa nakomboa uumbaji, maana yake unautenganisha uumbaji na yale mabaya. Ina maana roho ya shetani ndani ya mbu unaiondoa, ule mbu anabaki kuwa safi na anabaki kuwa ni rafiki. Lakini mpaka kwanza amepatikana mwana wa Mungu, kwa sababu mwana wa Mungu pekee ndiye ambaye ana mamlaka ya kukomboa uumbaji na mamlaka ya kutisha uumbaji na uumbaji ukatii. Lakini kama sio mwana wa Mungu hawezi kutiisha uumbaji. Na hapa sizungumzi kwa habari ya mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu hawezi kutiisha uumbaji, wala mtoto wa Mungu hawezi kutiisha uumbaji, wala mwanafunzi wa Yesu hawezi kutiisha uumbaji. Au bado level yao ni ya chini, mpaka apatikane mwana wa Mungu ndio ambaye atatiisha uumbaji, ataukomboa uumbaji, atautoa kwenye uharibifu, atautoa kwenye kila kitu kibaya. Ili uweze kukomboa uumbaji, ya kwanza lazima ukubali kuokoka. Ukiokoka unakuwa mtoto wa Mungu. Ukiwa mtoto wa Mungu utapanda tena ngazi nyingine. Ukijifunza neno sana utakuwa mwanafunzi wa Yesu. Ukiwa mwanafunzi wa Yesu ukaendelea kujifunza sana, ndio unakuwa mwana wa Mungu. Na ukishakuwa mwana wa Mungu ukijifunza sana, unaingia kwenye hatua ya wewe kuwa Mungu, kwa maana kwamba hatua ya uungu ambayo ndio hatua ya juu zaidi. Kwa hiyo adui alitiisha huo uumbaji wote, na hii ndio sababu hata panya pia wanaharibu nguo. Panya nao mweka mahindi, anaingia anakula mahindi ili ya kwamba uishi kwa njaa, kwa sababu shetani siku zote hataki wewe uishi vizuri. Malaria inaondolewa na mwana wa Mungu ambaye ana mamlaka ya kutisha uumbaji, akakomboa uumbaji, akautenga na mambo mabaya, na Mungu anakuwa vizuri kabisa, na watu wetu tena wapendwa wetu hawatapotea kupitia ugonjwa wa malaria. Mungu akubariki sana.